السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ndugu katika imani, kwa mara nyingine pia au kwa mara nyingine tena tumekutana katika mwendelezo wa darasa yetu katika kuelekezana masala yanayohusiana na fiqh katika upande wa maji, tukitumia kitabu chetu Al-Fiqh Al-Muyassar kama tulivyotambulisha mwanzoni. Katika darasa zilizopita tulijifunza kuhusiana na masala ya kwanza, tukaja katika masala ya pili. Masala ya pili ambayo ilikuwa ni kueleza maji ambayo yana sifa ambayo ni ya kutumia katika kupata tahara, yani kujisafisha. Katika darasa lililopita tulijifunza kipengele hicho katika masala ya pili yanayozungumzia maji ambayo ndio hutumika katika kupatia tahara, yani kujisafishia, yanayofaa kutumika katika kuondolea najisi na kuondolea uchafu mdogo. Tulieleza sifa ya maji hayo inatakiwa yawe maji safi ambayo yamebaki katika asili yake, ambayo hajaondoka katika asili yake. Maji ya mvua, maji ya kisima na maji mengineyo, mradi yawe bado yako katika sifa yake ya kuonekana ni maji yaliyo safi. Tukatoa maelekezo ya Allah tabaraka wa taala katika aya, lakini pia tukaigusia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na leo tutaendelea katika kipengele cha tatu au masala ya tatu ambayo yanasema almas'alatu thalitha alma'u idha khalatathu najasa, maji kama yatapatwa na najisi, yani maji kama yatapata sifa ya kuingiwa na najisi, ndio kipengele tutakachokizungumzia leo. Darasa iliyopita ilikuwa ni maji masafi ya kutumika. Darasa hii tunazungumzia maji ambayo yanayokuwa yamechanganyikana na najisi, yani bahati mbaya maji yakaingiwa na najisi. Sema alma'u idha khalatathu najasa, maji yanapoingiwa na najisi, yani yanapochanganyikana na najisi, faghayyarat ahadu awsafihi thalatha, najisi ile ikabadilisha yayo maji kuyatoa katika asili yake na kubadilisha moja ya sifa zake tatu. Sifa ya kwanza ya maji, najisi hiyo ikayabadilisha rihuhu, yakabadilika harufu maji hayo, au taamuhu, au yakabadilika ladha, au launuhu, au yakabadilika rangi yake, ikiwa na maana kwamba kumbe maji ambayo ni tahiri yanayofaa kutumika ni yale ambayo yana sifa tatu. Sifa ya kwanza ni harufu yake, lakini pia sifa ya pili ni ladha yake, sifa ya tatu ni rangi yake. Hizo ndo sifa tatu za maji yaliyo masafi. Sasa kama najisi itadumbukia katika maji yakabadilika sifa hizi tatu au moja ya sifa hizi tatu, fa huwa najisun bil ijma'i, yatakuwa maji hayo yamekuwa ni najisi, hayafai kutumika kwa makubaliano ya wanachuoni wote. La yajuzu istimaluhu, hayafai tena kutumika kama yatabadilika moja ya sifa zake, ima harufu au ladha au rangi, kimoja tu katika hivyo, si lazima viwe vyote, kimoja tu katika hivyo, basi wanachuoni wote wamekubaliana kwamba maji hayo hayafai kutumika. Fala yarfa'u alhadath, maji hayo hayawezi tena kuwa na sifa ya kuiondoa hadath, kuondoa uchafu mdogo, wala yazilu alkhabath, wala hayana sifa pia ya kuondoa najisi. Sawaun kana, sawa maji hayo yakiwa kathira, ni mengi, au qalilan, au machache. Ama in khalatathu najasa, ama kama maji hayo
yatachanganyikana na najisi, wala mtataghayyar, na yakawa hayakubadilika, ahadun awsafihi, moja ya sifa zake tatu, yani hayakubadilika harufu, hayakubadilika rangi, hayakubadilika ladha, lakini najis imedumbukia mle, lakini hayajabadilika, yako kwenye sifa yake ile ile ya umaji. Fa in kana kathiran lam yanjus wa tuhsaru tahara, fa in kana kathiran, kama ni mengi, lam yanjus, basi hayata najisika, wa tuhsaru tahara bihi, na yatatumika mtu kujitaharisha kwa maji hayo. Wa ama in kana qalilan, na kama yatakuwa ni machache, fayanjusu, basi yanaweza kunajisika, kwa sababu itategemea na wingi wa najisi uliodondokea katika maji hayo. Wala tuhsalu tahara bihi, na wala hayawezi kutumika tena kujitaharisha. Wa haddul ma, na kiwango cha maji alkathiru, mengi, yanayozungumziwa maji mengi, kiwango chake kilichokusudiwa katika sheria, ma balagha kullataini, ni maji ambayo yamefikia kulateni fa akthara, na zaidi, kuanzia kulateni, ujazo wa kulateni na zaidi. Kulateni, kuna masinki ambayo huwa yanajengwa katika pembezoni mwa misikiti mara nyingi, lakini tutakuja kuangalia kwamba kulateni lina sifa wa ujazo wa kiasi gani. Kwa hiyo maji wengi wake unaokusudiwa ni yale ambayo yamefikia kiwango cha kulateni na zaidi, yani kupanda zaidi. Wal qalilu ma duna dhalika, na maji yanayokusudiwa kwamba ni machache ni yale ambayo yako chini ya kiwango cha kujaza kulateni. Wadalilu ala dhalika, na dalili juu ya hayo, hadithun Abi Sa'id al-Khudri, hadithi ambayo kaipokea Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, nasimlia, nasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siku moja alikuwa akiwaelekeza maswahaba akisema, inal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un, kwamba maji yaliyo masafi hayawezi kunajisiwa na chochote. Maji yaliyo masafi hayawezi kunajisiwa na chochote. Wa hadithu Ibn Umar, na hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, radhiya Allah iwafikie, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sema, qala, alisema, idha balagha alma, maji yanapofikia kulateni, yani ujazo wa kulateni, lam yahmil alkhabathu, hayawezi kubeba uchafu. Na sifa ya kulateni hii wanalolizungumzia katika lugha, wanasema hapa chini kulifafanua kwamba kulateni ni nini. Alkullatu hiya aljarra, wanazungumza kwamba kulateni ni kama libirika likubwa au jagi kubwa. Jam'uha, wingi wake ni qulalun wa qilalun, wahia tusawi ma yuqaribu, nayo inalingana au ukubwa wake unalingana au una uwezo wa kubeba au unakaribiana kubeba na swaa, yani pishi 9375, yani ndio sifa ya kulateni linalokusudiwa hili. Lakini pia katika lita za maji inatakiwa kulateni ibebe lita za maji 1600. Kwa hiyo sifa ya kulateni linalokusudiwa katika sheria katika upande wa lita, yani wa kubeba lita, iwe na ujazo wa kubeba lita 1605. Kwa hiyo si lazima mpaka liwe lile linalojengwa. Hata haya matenki ya kisasa haya ambayo tunayotumia katika kukingia maji, kama lina uwezo wa kubeba maji ya lita 1605, basi hilo lina sifa ya kuitwa kulateni. Wallahu a'lam. Hukum fi dini lahi, Talibun min Jafar. Msisahau kusubscribe channel yetu hii. Ila liqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.